Picha siku ya leo tunaye mgeni al-Ustadh Sheikh Ali ambaye atakuwa akitufunza, akituelimisha ili tuweze kunufaika kutokana na mada ya siku ya leo. Mada ya siku ya leo ni fadhila za kukula daku ama fadhila za daku na kufuturisha. Kwa hivyo kumbuka tu pia tuko moja kwa moja kwenye mtandao wa YouTube at Iqra FM 95.0. Uweze kuweka comment yako pale tujue kuhusiana na kipindi cha siku ya leo, ama iwapo utakuwa na swali lolote. Moja kwa moja hadi kwa mgeni wetu wa siku ya leo. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Sheikh Ali. Wa alaykum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naam, karibu sana kwenye kipindi cha siku ya leo cha Tende ya Ramadhan. Tunakuomba utuelimishe, utufunze kuhusiana na mada ya siku ya leo. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba ndani yake kunao nafahati nyingi, khairati nyingi, barakati nyingi. Ni mwezi ambao kwamba sisi kama Waislamu twafaa ndani yake tuwe tumeishika, tuwe tutashikamana na yaliyoko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na vile vile turudishe shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ametupa afya, ambaye kwamba ametujalia na sisi tukawa ni ambao kwamba wanaweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuregesha shukrani kwake ametuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba watu ambao kwamba wanaregesha shukrani kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni watu wachache. Kwa hiyo na sisi tusiwe katika wale wachache ambao kwamba, tusiwe katika wengi ambao kwamba hawaregeshi shukrani, bali tuwe katika wale wachache ambao kwamba wanaregesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache katika waja wangu ndo ambao kwamba wanaregesha shukrani. Na sisi vile vile turegesheni shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema alhamdulillah kwa kupata afya, alhamdulillah kwa kuweza kufunga, alhamdulillah kupata tena mwaka mwingine kuhesabiwa ama kuingia katika rahma na maghfira na itqu minan nar. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mwalimu wetu, na yeye ndo ambao kwamba anatufunza mambo mengi. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufunza ni kwamba tufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaiwekea baadhi ya vitu ambavyo kwamba ni lazima yule ambao kwamba ataingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, naye ni lazima awe atafuata yale ambayo kwamba yameekwa kwa ajili ya mwezi kama huo. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuwekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni daku, ambapo kwamba kwa lugha ya Kiarabu yaitwa as-suhur. Suhur ni chakula ambacho kwamba chaliwa wakati wa daku. Lakini vile vile ukisema as-sahur
bifathi sin ni kwamba time ya kula daku. Kwa hiyo tofauti katika lugha ya Kiarabu, as-suhur na as-sahur, suhur ni chakula na as-sahur ni wakati wa kula daku, ama wakati ambapo kwamba mtu anaweza kufika mpaka yeye kula daku. Kama vile vile katika lugha ya Kiarabu, wakati ambapo kwamba utasema alwudhu ni udhu wenyewe, ushatawadha uko na udhu, utasema alwudhu, manake uko na udhu tayari. Udhu ni kwamba mtu ashatawadha. Wadhu kwa fathi alwawi ni kwamba maji ya kutawadhia. Kwa hiyo kuna utofauti saa zingine katika lugha ya Kiarabu, mtu wakati wasema jambo waweza ukabadilisha haraka ama nukta fulani ikawa umeharibu mambo, ama umebadilisha kutoka kwenye kitu hichi ukaenda kwenye hichi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituambia katika hadithi ambayo kwamba amepokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, asema tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Tasaharu fa inna fi sahuri baraka, kuleni daku, kwani hakika katika ile time ya kula daku kunao baraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia wakati wa daku ndo wakati muhimu sana, na wakati wa daku ndo wakati ambapo kwamba baraka nyingi zateremka. Baraka nyingi zateremka, na ndo wakati ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi mrefu ambapo kwamba mpokea na al-Imam Muslim asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuateremka ikifika thuluthi ya usiku. Yanzilu Allahu tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul layli. Wakati kibakia thuluthul layl, thuluthul layl bimaana ile usiku wake uigawanye mara 4 kisha utoe moja, ile moja ndo thuluthi. Sasa wakati ambapo kwamba imebakia thuluthul layli, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuateremka. Akiteremka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir, fayaqulu, Mwenyezi Mungu yasema hal man yad'uni fa astajiba lahu, je kunaomba kwamba ataka kuniomba na mimi nikampa jibu langu, ama nikamkubalia ombi ambalo kwamba yaliomba. Hadithi ndefu, hal min mustaghfirin fa aghfira lahu, hal min kadha, hal min kadha. Je kunaomba kwamba kuna shida gani na mimi nimpatie, nimondolee ile shida? Je kuna mtu akona shida fulani nimuondolee shida hiyo? Je kuna mtu akona maradhi fulani nimuondolee? Na wakati huo hiyo thuluthul layli ikibakia, ile thuluthul layli ya mwisho, ndo hapo ndo wakati wa daku wenyewe. Huo ndo wakati wa daku. Sasa wakati ambapo kwamba imefika thuluthul layli al-akhiri, mwisho wa usiku, thuluthi ya mwisho wa usiku, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uteremka mpaka kwenye mbingu, akauliza, kuna ambao kwamba anataka kusamehewa madhambi, kuna ambao kwamba anataka kufanywa kitu fulani, kuna ambao kwamba anataka kufanya. Kwa nini ikawa ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atateremka katika wakati kama huo? Kwa sababu huo ndo wakati ambao kwamba umesemekana ni wakati wenye baraka. Huo ndo wakati wa baraka.
Kwa hiyo wakati kama ule ndo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuwekea sisi mu'minuna kwamba tuwe wakati kama ule tutakula daku. Wakati kama ule ndio tuamke, yule ambao kwamba yataka kula kufanya nini aamke wakati huo, ndio ambao kwamba atapata kula daku na mengineo. Na daku ukiamka wakati kama ule utapata kusoma Qur'ani, utapata kufanya ibada zako, utapata kufanya mambo mengi ambayo kwamba wakati kama ule ndo wakati muhimu sana, ama wakati ambapo kwamba Mtume alisema una baraka, bimaana wakati ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweza tukasema yani yuko tayari kupokea ombi la mwenye kutaka kuomba. Na katika baraka ya wakati wa daku inapatikana baraka mbili. Baraka sampuli mbili. Baraka ya kwanza ni baraka ya kiroho na baraka ya pili ni baraka ya kimwili. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema kwamba tasaharu fa inna fi sahuri baraka, kuleni daku kwani wakati ile time ya daku kunao baraka, bimaana utapata mwili wako kufanya ibada ya kiroho, ukapata roho yako ikapata faida kwa wakati kama ule, kusoma Qur'ani, kusoma hadithi, kufanya mengi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vituamrisha. Aha, kweli kabisa. Hicho ni kipindi cha Tende ya Ramadhani tukiwa naye Sheikh Ali. Kwa sasa tunaenda kupokea adhan kutoka msikiti wa Al-Huda eneo la South B. Kisha baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa tukirejea kwenye awamu ya pili ya Tende ya Ramadhani. Usikwende mbali, endelea kutegea FM 95.0. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.